Machi 10 Jumatatu, mwaka wa 2025. Misheni ni upendo wa nafsi. Wakorintho wa kwanza 13:1. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, mimi ni kama shaba iliayo na upatu uvumao. Ikiwa huna upendo kwa nafsi, uinjilisti wa ulimwengu hauwezekani. Lazima uwe na upendo kwa ajili ya nafsi ili uinjilisti na umisheni kutokea. Kwa nini kuwa na upendo kwa nafsi ni muhimu? Kwanza ni kwa sababu watu wote wamenaswa ndani ya shida kabisa. Baada ya wanadamu kuvunja ahadi walifanya pamoja na Mungu na kutengwa naye, ulimwengu wote ukaanguka ndani ya mitego, fremu na minaso ya Shetani. Unapotazama wengine na dunia, lazima uwe na macho kuona hili. Pili, lazima upeleke suluhisho kamili kwa wale ambao wameanguka kwenye shida kabisa. Hata iweje, ni Yesu pekee ndiye Kristo, suluhisho la matatizo yote. Neno Kristo ndilo neno pekee ambalo Shetani analiogopa. Jina la Yesu Kristo na asili ya kiti cha enzi unaofanywa kupitia jina hilo ndiyo njia pekee ya kuokoa ulimwengu ambao umeanguka ndani ya mitego ya Shetani. Tatu, jibu kamili litakuja mara tu unaposhikilia agano hili. Kazi yako katika siku zijazo itabadilika kuokoa mataifa 237. Pia utapokea jibu kutoka kwa kazi yako kwa kupata uchumi wa nuru ambao huokoa makabila 5,000 na kutengeneza kumbi 3. Mungu alikupenda sana hata akakuokoa bila masharti yoyote, ingawa ulikuwa mtu ambaye haungeweza kabisa kuokoka. Tayari umepokea upendo huu. Omba kwamba upendo huu usio na masharti uliopokea kutoka kwa Mungu pia uwasilishwe shambani. Ombi la agano. Mungu Baba, nipe moyo wa kupenda nafsi. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.